Naam, habari, karibu katika channel yetu uweze kujifunza. Leo nipo kwa ajili ya kukuelimisha kuhusu upogoleaji wa miti ya kivuli kwenye shamba la kahawa. Ni muhimu sana, jambo hili ni muhimu sana. Takueleza kwa nini unatakiwa upogolee kahawa, miti ya kahawa, miti ile ya kivuli. Tunafahamu miti ya kivuli inahitajika sana kwenye shamba la kahawa ili kuilinda kahawa isipatwe na changamoto ya jua kukauka, lakini lazima isimamiwe vizuri hii miti ya kivuli. Kahawa inatakiwa ipokee 50% ya kivuli cha miti hii ya kivuli, kutoka miti ya kivuli, lakini 50% pia inatakiwa ipokee mwanga wa jua. Lakini sasa inapokaribia kuzaa, maana yake maua ili yatoke, kahawa haitakiwi kabisa iwe na kivuli kikali. Kunatakiwa kuwepo na mzunguko mzuri wa hewa. Sasa kipindi kahawa inapokaribia kuzaa, haitakiwi iwe na kivuli kikali, kwa maana ya kwamba matawi ambayo yanaleta giza yanazuia mwanga kupenya vizuri kwenye miche ya kahawa, inatakiwa ipunguziwe. Kahawa inahitaji mwanga wa jua ili iweze kutoa maua. Sasa ukifuatilia kahawa ambayo inakuwa na miti iliyopo karibu na miti ya kivuli, au kwenye shamba ambalo miti ya kivuli haikupogolewa vizuri, yani haijapuruniwa vizuri, maana yake unakuta kahawa ile haina maua. Fuatilia utaona nini maana yake, kwa sababu imekosa lile jua ambalo linauwezesha ule mmea, zile bud ziweze kutoa maua. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni unatakiwa udhibiti giza, usiwe na giza. Kahawa ile miti ya kivuli, hasa ile ya asili, huwa inatengeneza giza sana. Kwa unachotakiwa ukifanya, unatakiwa yote matawi ambayo yapo chini unayapunguzia, anaenda juu, ili mradi mwanga wa jua na hewa iweze kupita shambani mle kwa uhuru, free. Kwa hiyo hapo utakuwa umetengeneza mazingira kwamba kahawa yako itaweza kupata jua na kutoa maua ya kutosha. Sasa wakulima wengi unakuta ana miti ya kivuli, matawi mara yameingiliana, mara mengine yameshuka chini hadi yanagusa hadi kahawa. Kwa hiyo ni ajabu sana, lakini sio mbaya, kwa sababu ya kukosa tu maarifa, na ndio maana tupo sisi hapa kwa ajili ya kukuelimisha. Na unaposhauriwa, hakikisha unaenda kufanyia kazi ushauri, kwa sababu tunachotaka ubadilike, utoke kule. Kwa hiyo unatakiwa ubadilike. Kahawa ambayo imepogolewa pia na miti ya kivuli yake kapogolewa, yaani shamba hilo linakuwa na maajabu kwenye uzaaji, litazaa sana. Hayo ni mambo ambayo nilitaka ni kushirikishe, na kama nitaona uhitaji upo mkubwa wa ufahamu, watu wanataka kufahamu zaidi, nitarudi na video nyingine kuelezea kwa undani zaidi. Lakini hayo ni machache. Karibu kwenye group letu la WhatsApp ambalo utatuma neno niunge kupitia namba 0656991167, itakuunga, na pia utapata ushauri kupitia hiyo namba. Maanake kwenye group kule tumetengeneza group ili wakulima tukutane kule, wewe ulio uzoefu wako uweze kuchangia kule, lakini pia tuweze kufanya connection. Sisi wakulima kama wakulima tupeane ujuzi, lakini na tusaidiane pia huko kwenye group, tutengeneze. Hiyo ni familia ya wakulima. Karibu sana, karibu sana.